Yona ya mwala Nini kia twagotea 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 mwalani Twagotea 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 mwalani
Yesu Kristo wasifiwe. Amen. Ni siku nyingine njema Bwana ametupa kuja kusikiliza neno lake, kuja kutafuta uso wake na kutafuta mapenzi yake. Na tunaendelea na Warumi mlango wa 8. Kama vile niliwaeleza, ni mlango mzito. Kwa uzito una mambo mazuri.
ya kutueleza sisi tumeketi namna gani. Tunaposema sisi ni waongofu, tunaposema tuna ushuhuda wa Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi, ina maana gani na tunapaswa kukaa namna gani? Wiki iliyopita tukaambiwa kwamba basi hakuna wa kutuhukumu kwa sababu sisi tumefika hali ya kuwa tumeondolewa lawama. Ikawa mtu alikuwa na kesi, ndio mfano nikawapatia, na baadaye kesi ikasikizwa na akaambiwa sasa huyu hana makosa, kwa sababu kama sisi makosa ambayo tungeshtakiwa tulisamehewa, kwa sababu kuna ule ambaye alitulipia ile gharama ambayo ilikuwa iko, kwa sababu tulikuwa tunangoja mauti. Makosa yetu yalikuwa ni ya hukumu, mauti ya milele na milele, mauti ya kuteswa milele. Sasa hiyo tuliondolewa. Kwa hivyo sasa hatuna lawama, na basi tukiwa hatuna lawama, namna gani? Tunaenda sehemu ya pili ya hapo, kukua kwamba hatuna lawama. Basi somo la leo letu tunasema kutokuzuilika. Kama hatuna lawama na tunaenda katika roho, tunafika hatua na tunakuwa hali ambayo tunaiita kutokuzuilika. Hakuna kitu cha kutuzuia kutimiza mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Kama tungekuwa tunajaribu na bado tuna mzigo wa dhambi, tutakuwa ya kwamba hatuwezi kuendelea. Tutakuwa huo mzigo ni mzito, unatuvuta. Kati tukaongea hapo mbele kuhusu kifo, ya kwamba sisi sasa tumekufa kwa mambo ya dhambi, kwa sababu tuliona ya kwamba tukiwa bado tuna mzigo wa dhambi, tunasumbuliwa na dhambi, tunatenda dhambi, mauti inatungoja. Basi tukakufa kwa dhambi. Na tukasema ya kwamba sasa kama tumekufa kwa dhambi, sasa sisi tumejitoa kwa roho wa Mungu ambaye alikuja kwetu. Pia tukaambiwa kwamba wote ambao wako na roho wa Mungu ndani yake, hao ndio wa Mungu. Wa Pentekoste wanaringa wanasema hao ni wa kiroho, si ndio? Lakini tunaambiwa kiroho, kuwa mtu wa kiroho ni mtu ambaye roho wa Mungu yuko ndani yake. Na tukasoma wiki iliyopita ya kwamba wale ambao wanaongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Pentekoste ni tofauti, na sisi ni wa Pentekoste, kujazwa na roho, kunena kwa lugha, hiyo ni kando. Ya kwanza ni kumwamini Yesu Kristo, kupata huo wokovu. Halafu baada ya kupata wokovu, Roho Mtakatifu wa Pentekoste kinakuwa ni kipawa ambacho tumekipata na tunakikiri. Basi tumeambiwa kwamba kuna kutokuzuilika. Kwa Kiingereza kuna neno lilitengenezwa hapa Kenya na ndio nimetumia, inaitwa unbogable. Ya kwamba sisi hakuna kitu cha kututisha, sisi hakuna kitu cha kutuzuia, sisi hakuna kitu cha kuogopa, cha kutuogofya, kwa sababu hatuna deni, tuko sawa, tumelipiwa na tuko na roho wa Mungu ndani yetu atuongoze. Tukijitoa kwake atuongoze tufikie ambapo Paulo alisema ati anakaza macho kufikia mede. Ama mede maana yake ni afikie mahali ambapo panafikwa. Hivi majuzi tumekuwa na mashindano ya riadha. Yalikuwa wapi Dave? Berlin. Yalikuwa Berlin. Nikasikia watu wanatajwa. Kuna dada mmoja Mkenya anaitwa Chemutai. Ama nasikia wanatajwa wale watu. Nikasikia mwingine anaitwa nani? Wekesa ama nani? Huyu bwana Dave, nilikuwa nakuuliza.
sijui Wekesa, anatajwa ya kwamba katika hayo mashindano kuna wakati inafika baada ya kukimbia kunawekwa ule utepe pale mbele. Alafu mtu analenga afikie auguze na wa kwanza anakuwa ndio wako. Basi hivyo ndivyo na sisi tunangoja ya kwamba katika haya mapambano ya maisha hapa duniani tutafika mahali ambapo tunafika, ambapo ni panafikwa na tutakuwa tumekubalika. Hiyo ndio tunakazana. Siku ya leo ndugu yetu wa Dana akatufundisha ya kwamba tuwe tayari, na akatoa mifano kadhaa ambayo Bwana mkozi wetu Yesu Kristo alitoa ya kwamba kuna mtu alikuwa na watu akawaachia kila mtu dinari, akawaachia kila mtu talanta na akampa kazi. Anaenda safari, mtu afanye biashara, azalishe. Ingine tukaambiwa kuna binti walikuwa 10, 5 wakakuwa na hekima. Walipoenda kumkaribisha bwana harusi na kumsindikiza, akakuwa hao wamebeba mafuta na pia wamebeba mafuta na kwa taa zao na pia wamebeba mafuta. Yaani kwa sababu hawajui. Na katika maisha yetu hatujui wakati tutatoka hapa, na kutoa hesabu hatujui, hakuna mtu anajua. Ni wanasiasa tu hasa wa Kenya sijui ni nini, kuna kasumba inawasumbua kwa sababu wanasema mwaka fulani ni sisi, ikifika saa 3 mimi na fulani tutakuwa tumepata uchaguzi. Wanasema, lakini bado uchaguzi ni miaka 2 imebaki. Miaka 2 mambo, hata wacha miaka 2, hata wiki moja, hata siku moja, hata saa moja inatendeka. Nakumbuka kuna wakati mmoja kulifanyika uchaguzi, na yule alishinda tu siku hiyo ya uchaguzi, baada ya kushinda akakufa. Sasa huyo ushindi wake ulimsaidia nini? Haukwenda, na ndiye ameshinda lakini amekufa. Sasa ndio tunaambiwa kuna hali tunafika ya kuto kuzuilika. Na kuna mambo kadhaa tutaangalia. Ni tunasoma Warumi 8:18 mpaka 39. Ni mlango mzito, ndio umeona tumegawa. Ile milango ingine tumekuwa tukichukua mlango tunamaliza, lakini huu ilibidi tugawe hivi ndio tubebe na uzito. Si hata gari ikiwa na mzigo itafika iseme hii ni safari 2. Ndio hapa tumeenda safari 2. Warumi 8:18 mpaka 25 tunasoma kitu kinaitwa mateso. Mateso. Na tukumbuke tukiongea mateso, hatusongei mateso ya kuteswa kwa sababu ya sisi kufanya mambo fulani tunakutana na mateso. Hapana, ni katika kukiri kwetu imani katika Yesu Kristo na kusimama na hiyo imani. Mateso ya imani, kupikwa sababu ya imani. Hebu tusomee tafadhali Washiko 18, 19, 20, mistari 3. Hiyo mingine baadaye kila mtu atajisomea vizuri taratibu na kuelewa yanasema nini. Kwa hivyo ni 18, 19 na 20. Kwa maana yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia vilitishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitisha katika tumaini. Ndio tunaambiwa mateso. Na mateso, tutakuwa na mateso. Hata Yesu Kristo alisema
Kwa maneno yake Bwana Mwokozi wetu siku alisema ya kwamba sikuja kuleta amani duniani, lakini nimekuja kuleta nini? Upanga. Kumtenganisha mtu na baba yake, mama na binti yake. Hivyo kwa nini? Kwa sababu ya imani. Sote tuko hapa duniani na tunaishi duniani mtu vile anaona kunafaa. Lakini baada ya Yesu Kristo kuingia katika maisha yetu, sasa tunakuwa chini ya uongozi wake, tunakuwa chini ya uchungaji wake. Na yeye alipokuja alisema, yeye alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Sisi tukafahamu tumepotea na tukakubali kumfuata. Lakini akasema amekuja kuleta mgawanyiko. Na ndio sababu nikisimama na ushuhuda wangu, natoa ushuhuda wangu ya kwamba mimi nimeokoka. Na ni mtu akitoa ushuhuda ameokoka, labda mke wake hajaokoka, labda mume hajaokoka, mtoto hajaokoka. Na ushuhuda ni wa mtu binafsi, kwa sababu siku ya kiyama, siku ya hukumu, kila mtu atasimama mwenyewe. Nimewaambia wakati mwingine vile mchungaji moja tulikuwa naye mahali huko Marekani alikuwa anatuambia ya kwamba hii ni safari ya mtu binafsi. Na ikiwa ya mtu binafsi, kila mtu kuna yale anapitia. Kwa hivyo usijali yangu sana, kwa sababu hakuna siku ati ya kiyama utaitwa uwe shahidi. Ukiniona mimi niombee, kwa sababu na kazana, hata kama mimi ni mchungaji na kazana kama wewe, nakutana na mambo yangu. Na hayo ndiyo tunaita mateso. Lakini anasema nikiangalia haya mateso tunapitia, yale mambo tunajinyima, anasema naona si kitu nikilinganisha na ule utukufu unatungoja. Mfano mzuri ni huo, tumekuwa haya mashindano ya riadha ambayo yamekuwa huko, nasikia yamekuwa Berlin. Mimi si sana nafuata, lakini hapa kwa simu naona imesema fulani, naona fulani ameshindwa. Kwamba watu wengi wanaenda mashindano, lakini kuna ule anaibuka kuwa mshindi. Sisi basi wote tumeitwa. Katika Yohana 3:16 maneno ya Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo mwenyewe akasema ya kwamba Mungu alipenda ulimwengu kwa maana jinsi hii alimtoa mwanae wa pekee, ili atakaye muamini asiangamie, asipotee, bali apate uzima wa milele. Kwa hivyo wote tuko katika haya mashindano, na si kushindana ni mshinde huyu, hapana. Na wakati mwingine watu wanafanya makosa, wanaona ni kama ni watu wanashindana. Utakuta kanisani kuna migogoro, watu wakishindana katika huduma. Ijapokuwa inatakikana mtu mwenyewe anaangalia maisha yake, anaangalia wito wake, imani yake, na anakazana mbio yake. Kila mtu anakimbia yake, hakuna mtu anakimbia na mwingine. Ndio tunaambiwa kwamba tangu uumbaji kuwa na dhambi kuingia, hata uumbaji umekuwa ni ubatili. Tumeona hapa kuna shamba. Sasa hapa tunangoja nini? Mvua, si ndio? Tuweke mahindi, tuweke maharagwe, na baadaye tungoje. Alafu tukishaweka hiyo kwisha. Ati yao maharagwe tutakula mara ngapi? Tutakula mpaka tutoke hapa duniani? Hapana. Lazima hayo maharagwe, wakati mwingine tumeambiwa kuna misimu tofauti. Kuna msimu utakuja, msimu wa barie wa mvua uje, uishe kiangazi hivyo. Na huo ndio ubatili tumeambiwa. Hata viumbe vile Mungu aliumba dunia ikiwa mzuri. Hakukuwa na wakati wa Adamu, hakukuwa na wakati wa mavuno, hakukuwa na wakati wa kupanda, kila kitu kilikuwako. Lakini Adamu kwa kutenda dhambi tukakosa. Basi ndio tunaambiwa hata uumbaji unangoja.
miti hii inangoja, mahindi yanangoja yawe ya kwamba yanakuwa na yanaliwa na yanaendelea kukua, lakini si baadaye yanakatwa yanachomwa. Nafikiri mahindi inajua ati baadaye yatachomwa ama yatapewa ng'ombe wa kule, si ndio? Sasa huo ndio ubatili tunaambiwa. Sasa tunaambiwa basi kuna ubatili katika haya maisha. Si mtoto anazaliwa tunafurahi, anakuwa tunafurahi, baadaye anakuzeeka, si ndio? Na anakufa. Si hata sisi tulikuwa watoto wakati fulani. Huo ndio ubatili tunaambiwa, huo ndio ubatili uko katika maisha yetu. Lakini katika Yesu tunaambiwa kweli wa muda ya kwamba tukimwamini Yesu Kristo tutarejeshewa maisha na uhusiano ambao Mungu alipanga wetu naye kuishi. Biwa ati yule ambaye atakayeshinda, kuna ahadi ambazo zinapeanwa katika kitabu cha Ufunuo ya kwamba moja ya zawadi ni ya kwamba atakuwa pamoja na Mungu katika paradiso yake, mahali pake. Tutakuwa na Mungu, na ndio tukasoma ya kwamba hata huo utukufu ambao Yesu Kristo yuko nao ni wetu, kwa sababu tumekuwa wana wa Mungu, na hata urithi wake tutashiriki na yeye. Ndio tunaambiwa basi kama ni hivyo, basi mateso tutakutana nayo na tuyakubali. Lakini tumeonywa ya kwamba tusiteswe vile watu wengine wanateswa kwa sababu ya makosa. Tunajua hiki kipindi cha watu kwenda kutembelea wafungwa, si ndio? Na utasikia mfungwa akisema, mimi ilikuwa mimi sijakiona, ni labda mara moja kitambo. Lakini utasikia mfungwa akisema, hapana, mimi nilionewa, mimi niliwekelewa, na wengine anakuwa ni kuwekelewa. Nakumbuka wakati mmoja kipindi kama hicho, bwana moja akaenda na akasema ilikuwa, akapeana hadithi nzuri sana, inaaminika. Lakini walipoenda kwa family kuuliza, ni hivi, huyu mtu mtamsamehe? Wakasema hapana, huyo mtu ni uongo anasema. Haikuwa hivyo anasema, ilikuwa ni mtu ambaye alikuwa ameua mke wake. Lakini anasema sio hivyo, ilikuwa. Lakini mahakama ya Bwana Mungu hayatakuwa hivyo, ni yatakuwa ya haki, na kila kitu ambacho tumefanya kuna mahali kinaandikwa. Lakini sisi makosa yetu hatutaulizwa, kwa sababu tulikubali kusamehewa, tulimkubali Yesu kama Mwokozi, na tunaishi hivyo kama watu ambao wako tayari kuteseka hapa duniani kufanya kile ambacho Mungu anataka tufanye, hata kama kuna hatari kwa maisha yetu, ama hata kama tutakosa kusikilizana na watu. Lakini baadaye haya mateso kutoka, na siku ya kama imefika na tumesimama mbele ya Mungu, tutalipwa sawasawa na matendo yetu. Basi tukijua hivyo ya kwamba kuna ule utukufu wa watoto wa Mungu, sababu tumefanyika watoto wa Mungu, basi tunavumilia mateso na tunafanya yale yanahitajika. Kama leo ndugu Adana ametuambia kuna mchango fulani tunachukua kwa sababu ya mtoto fulani ambaye aliumia. Mtu mwingine atasema hawa watu sasa yote ni pesa. Hapana, tunakubali ya kwamba ni mzobeba, kwa sababu ndio sababu tuko hapa duniani, na baadaye malipo tumeahidiwa. Basi sisi tunaambiwa ya kwamba sisi malimbuko ya Roho. Yaani sisi ndio wazaliwa wa kwanza, yale matunda ya kwanza, mazao ya kwanza ya Yesu Kristo, kwa sababu tumemkubali. Roho wa Mungu alikuja kwetu na akatuuisha, na tukavutiwa na neno la Mungu na tukalikubali. Sasa tunaambiwa kwamba sisi ndio malimbuko ya Roho. Na basi tukiwa malimbuko ya Roho, ndani yetu tunaugua, kwa sababu tunashindana na nguvu
kuzimu, tunashindana na nguvu za mauti, lakini tunangoja kwa shauku kuu ya kwamba tutafanyika wana, yani ukombozi wa mwili wetu. Huo ndio ukombozi, ya kwamba kuna wakati ambapo tutatoka kwenye huu mwili. Sikuna wimbo tunaimba ya kwamba muthenyo regakua nigakena muno, si ndio? Sijika nimewambia kuna mama mmoja alisikia wimbo akisema hapana, huo wimbo siupendi. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mtu anapenda kufa. Nikasema kwa hivyo hakuna mtu anafurahi akikufa. Nikasema yule afurahi akisikia atakufa, huyo ni mtu ambaye hajui kufa ni nini. Kwa sababu unaambiwa ya kwamba nitakapokufa nitafurahi. Kwa nini? Sio huyu mwili utafurahi, huu mwili utawachwa, lakini mtu wa ndani atafurahi kwa sababu ataingia katika furaha na ataingia katika ufalme wa Mungu akiwa yuko huru, ameachana na huu mwili wa dhambi, huu mwili wa huku duniani. Amen. Amen. Kwa hivyo mateso, nakumbuka kuna kanisa moja walikuwa wameandika kibao kikubwa, ishara kubwa. Acha mateso. Acha mateso. Acha na mateso. Na hapa tunaambiwa kuna mateso yetu. Kwa hivyo tukiwa hapa duniani mateso tutakutana nayo, na mengine itabidi tuyakubali. Na tukiumwa tutaomba Mungu, na Mungu ni mponyaji. Wakati mwingine atatuponya, wakati mwingine hatatuponya, lakini kupitia hiyo atajitukuza mwenyewe. Kwa hivyo yale tunapitia, hebu tumfurahie Bwana na tuyakubali. Funzo liko katika Zaburi 22:42 inasema, na inamwonea kiu Bwana Mungu aliye hai, lini nitakapokuja nionekane mbele za Bwana Mungu? Umesikia mwandishi wa Zaburi anasema ni lini nitafika nijione mbele za Bwana Mungu, kwa sababu natamani hiyo siku. Na basi hiyo siku kwa sababu tunaitamani, si mateso yakija tunayavumilia. Kwa sababu tunavumilia tukijua kwamba ni ya muda, kuna maisha na kuna uhai mwingine mpya ambao unakungoja. Amen. Jambo la pili, tunaambiwa kitu kinaitwa tumaini. Tumaini ni mstari 24 mpaka 27. Hebu tusome 24, 25, 26 tafadhali. Tuone tumaini maana yake ni nini. 24, 5, 6. Kwa maana tuliokolewa kwa taraja, lakini kitu kilichotarajiwa kikionekana hakuna taraja tena. Kwa maana ni nani anayekitarajia kile akionacho? Bali tukikitarajia kitu tusichokiona, twakingojea kwa saburi. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamka. Ati tukiwa hapa duniani tunatumaini. Hapa hatujafika, sio yote tunakubaliana. Hapa ni kupitia. Kwa hivyo tunatumaini kuna mahali tunaenda. Tunatumaini kuna uzima mpya unatungoja. Tunatumaini kuna paradiso, makao ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, makao ya Yehova Bwana Mungu wetu. Na tunaambia kwamba basi tumeokolewa kwa tumaini. Na kusema tunatumaini ni kusema bado hatujafika. Basi tukiwa hapa duniani
kuna hayo ambayo tunapitia, lakini kitu ambacho kinatuongoza, kitu ambacho kinatutia nguvu na kinasimama pamoja nasi ni tumaini. Ndio tunaambiwa kwamba mtu hawezi kutumainia kitu ambacho anaona. Sasa kila mtu hapa katika kanisa na hata nje, kila mtu kuna kitu kile anatumainia. Kama ni mwanafunzi, kama yuko elimu ya msingi, madarasa ya chini, anasema mimi nataka nisome niende sekondari, si ndio? Mwingine ukiuliza unataka kuwa nani, kufanya nini, kazi gani, anakuambia mimi nataka niwe rubani wa ndege, au mimi nataka niwe daktari, si ndio? Kila mtu kuna kile anatumainia kwa sababu hajafika. Lakini sasa nikienda nikute daktari, nimuulize sasa wewe unataka kuwa nini, anaweza kusema nataka kuwa daktari. Hapana, siye ni daktari. Atasema sasa ningetaka labda hii, kuna labda hatua fulani, ningetaka niwe mtaalamu wa hii, na anaenda anarudi shule anaongeza. Kwa hivyo kuna kila kitu anatumainia. Mwingine anasema hapana, sasa katika kazi yangu ya udaktari nimefikia mahali nilitaka kufika, nataka kuwahudumia watu, nitaendelea na elimu, lakini hakuna nimetosheleka katika haya. Sasa huyo hizi akasema ati ningetaka kuwa, kwa sababu tayari amekuwa. Kama mtu amesema nitataka kuwa mwanajeshi, na ingie jeshi, aone ameenda mafunzo, amepita, amefuzu, si amekuwa mwanajeshi, sasa amefikia. Ndio tunaambiwa hapa basi Roho mwenyewe ni yeye anatusaidia, Roho ambaye yuko ndani yetu, kwa sababu tunaambiwa ati yeye mwenyewe anatulilia. Yeye mwenyewe hata maombi ambayo anatufanyia ni maombi mazito ambayo hata haezi akatamkika, kwa sababu sisi hatujui, sisi ni wadhaifu. Sijui kama umejaribu kuomba kama mimi. Naomba mara nasikia wazo fulani limekuja linaniondoa hapo, nakumbuka kitu hata najikuta sasa maombi nimesahau, nimeenda. Lakini tunaambiwa Roho wa Mungu akiwa ndani yetu anajua yale tunapitia na anatuombea yeye mwenyewe. Kwa hivyo sio sisi tu katika hii vita, katika haya mapambano hatuko peke yetu. Roho wa Mungu yuko pamoja nasi na anatusaidia. Kila hatua tunachukua tukiwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo alisema yeye atakuwa mfariji, yeye atakuwa msaidizi, yeye atakuwa kiongozi, anatuongoza. Hata wakati mwingine tunakuwa na maamuzi fulani ya kufanya, hatukufi moyo ya kwamba tumeshindwa, tunaomba. Na hata ambapo tumeshindwa kuomba, Roho mwenyewe anatuombea, kwa sababu tunaambiwa yeye ambaye anatuombea ni Roho wa Mungu. Kwa hivyo anajua Mungu na anatuombea sawa sawa. Kwa hivyo hata wakati tumeshindwa kuomba, tuna hakika ya kwamba maombi yetu yanafika. Basi hatuwezi tukafika mahali tuseme mimi nina imani, mimi nikiomba Mungu ananisikia. Hapana. Hatuwezi, hatuna uwezo huo wa kuomba hivyo. Tuna huo ubatili, tumeambiwa kuna ubatili. Tuna mili na mili inachoka. Nakumbuka nikiwa kijana tulikuwa tunaenda ibada, ilikuwa ya siku ya Ijumaa, tulikuwa na kesha. Ijumaa tunakuwa na kesha. Tunasema kwa tuanzie saa 3 mpaka saa 11 hapo asubuhi. Mtu ameomba, baadaye unasikia sasa si maombi ni nini? Amelala. Na ni sawa. Sio ameshinda yule ambaye alilala kwake. Sasa bwana mmoja akakuja kusema watu wengine wanakuja hapa wanalala. Hapana, ni pale ambapo nguvu zake zimefika, ya kwamba alijitoa kuomba, Mungu anaona, lakini anafika mahali anashindwa.
Hata Yesu Kristo alipowauliza wanafunzi wake wale watatu waombe pamoja, si walishindwa? Na baadaye akamwambia sasa basi ni sawa, pumzikeni sasa. Kwa sababu roho anatamani lakini mwili ni dhaifu. Kwa hivyo huo udhaifu bado tuko nao. Lakini tunafanya bidii. Na Mungu anaona hiyo bidii, roho anaona hiyo bidii. Na anatusaidia, anatuombea. Kwa hiyo tunatumaini ya kwamba kuna yule anatusaidia, tunamsaidizi. Hata kama tumuoni, tukitembea tumuoni roho akitembea pamoja nasi hapa. Hata saa hii huko pamoja nasi hatumuoni, lakini anatusaidia kila hatua ambayo tunachukua. Kwa hivyo tunatumaini tutashinda. Tukisema hatuzuiliki, sio nguvu zetu. Kwa tumeona kuna mateso, lakini ya mateso hatuko peke yetu. Tuna yule ambaye alitupa wokovu na ambaye anaenda pamoja nasi. Na hata hapa tunatumaini. Mahali ambapo hatuwezi tunasema sijui itakuwaje. Kwa sababu tutakutana na changamoto tofauti. Wakati mwingine ni za afya, wakati mwingine ni za pesa. Siku ya leo Kenya ukiongea na mtu anakuambia mambo ni magumu, uchumi ni mgumu, tunaumia. Lakini sisi wa Kristo tuseme hivyo, tunajua uchumi wetu hauko si Kenya, si wa Kenya. Sisi tunamtegemea Bwana Mungu, alituokoa na akasema ataenda pamoja nasi. Na tukua na hiyo tumaini, wengine wakilia si atulii. Tunaambia Mungu wewe onyesha mkono wako, tunajua utatusaidia. Jana nikaongea na dada mmoja akaniambia unajua mambo ni magumu. Nikamwambia sisi hatuongei hivyo, sisi tunaongea ushindi. Kuna ule ambaye tunamwamini. Amen. Na anatuombea. Na tuambiwa roho anaomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Anajua mapenzi ya Mungu, si roho wa Mungu. Kwa hivyo akiomba anatuombea sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo hakuna shaka ya kwamba tumaini letu vile liko, tumaini letu si hafifu, tumaini letu ni imara kwa sababu tuna roho ambaye anatuombea. Amen. Yeremia 17:7 inasema, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana Mungu, ambaye Bwana Mungu ni tumaini lake. Huyo ndiye amebarikiwa. Hapo tutasema heri huyo mtu, na heri huyo mtu. Na heri huyo mtu kwa sababu amemtegemea Bwana Mungu. Na Bwana Mungu ya kwamba niye tumaini lake. Tukimtumaini Bwana Mungu ni sawa. Ni kama vile watoto wanatutumaini tukiwa na watoto wetu, si ndio? Akija jioni anasema kalamu yangu nahitaji kalamu. Anatumaini. Unamwambia kalamu pesa ngapi, unampa. Basi Mungu wetu ndiye tukimfanya tumaini, tunajua hakuna kitu tutahitaji, hakuna kitu tutaomba ambacho ni zaidi ya kile anaweza kitamshinda aseme hiyo ni ngumu. Hapana, yeye ni mshindi. Kwa hivyo tukiwa na tumaini ndani yake, basi hakuna kitu kitatuzuilia, hakuna kizuizi tunaona mbele yetu. Hata kikuwa kiko, tutajua tuko na Mungu. Kizuizi kimewekwa, kuna sababu. Tungoje Mungu aendelee na afanye na akamilishe kazi yake. Amen. Amen. Jambo la tatu, kusudi. 28 mpaka 30. Hebu tusomee hiyo mistari. Ni mistari mizito. Kama huyo wa 28 nilisikia miaka mingi sana imepita. Labda miaka 50. Nikashika, nikaamini na ikabadilisha maisha yangu kwa njia ya ajabu. 28 mpaka 30 inasema aje? Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale wajua tangu asili waliwachagua tangu asili
wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale waliowachagua tangu asili hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. 31 mpaka 30. Asante. Sasa ni jambo hiyo, mstari wa 28 tafadhali ukiukariri na ushike uelewe vizuri, utashangaa vile ambavyo utakuweka katika mambo mengi na utakupa ushindi katika mambo mengi sana, kwa sababu tunaambiwa ya kwamba mambo yote yanatenda kazi pamoja kwa wema, kwa mema. Utashangaa. Nakumbuka hadithi nilisikia, na ni hadithi ya kweli. Kulikuwa mfungwa mmoja wakati wa hii vita, ilikuwa huko wapi? Vietnam. Kuna wakati kulikuwa na kipindi cha kigumu. Sijui kama ilikuwa Vietnam ama nchi inaitwa Cambodia Watu walikuwa wanateswa sana. Sasa kuna bwana mmoja alikuwa ameteswa na alikuwa muamini. Sasa Biblia huko ilikuwa imepigwa marufuku. Ati sasa alikuwa anafanya kazi ya kusafisha choo, akaona karatasi. Kitu kaambia angalia karatasi. Walikuwa wanatumia karatasi ya Biblia kwenda nayo choo, kujipanguza kwa choo. Akaangalia, akaiangalia karatasi mtu ametumia kwa choo Akaona ilikuwa ukurasa wa hapo washiko wamesoma ambayo inasema Warumi 8:28. Akaona imeandikwa ya kwamba mambo yote Mungu hufanya mema kwa wale ambao wanampenda Mungu, wale ambao wameitwa kwa kusudi lake. Akasoma, na yeye ni mfungwa. Akafikiri, akasema yana alikuwa amefika mwisho wa tumaini, hata toka huko. Sasa kumbe ati kulikuwa na mpango fulani, wanapanga kufanya nini? Kutoroka. Na yeye akajiingiza kwenye huo mpango. Sasa ati siku moja mlinzi akakuja akamwambia, wewe, nilisikia mnajipanga kutoroka. Akasema hapana. Hapana. Si mlinzi akaachana naye. Ati baadaye akasikia hukumu. Nimesema nini? Si wamepanga nini? Toroka, na ameambiwa akasema nini? Hapana. Nimesema nini? Uongo. Akasikia na hukumu sana. Nimesema uongo. Na mimi si mtu wa kusema uongo, mimi napaswa kusema nini? Ukweli. Si ndio tumeambiwa tuseme uongo? Ati akasikia hukumu. Akaambia Mungu, nisamehe, nimesema uongo. Lakini nikipata nafasi tukutane na huyo askari nitamwambia ukweli. Wakakutana tena. Siwe nilisikia mnapanga kutoroka. Huyo mtu akasema ndio. Simesikia ameambia askari. Ati askari kaambia asante, hata mimi nataka kutoroka. Umesikia pia askari amemwambia hata mimi nataka kutoroka. Na wakafanya mpango na wakafaulu. Wakapata mtumbu, wakaingia, ilikuwa gereza iko karibu, sijui kama ilikuwa kuna mto huko mkubwa sana unaitwa Mekong. Sasa ati wakalipoingia mtumbwi, na ni mto mkubwa kama labda ule wa Kongo. Ni mto mkubwa. Sasa walipotoroka, si ni kupambana na mtumbwi. Kumbe huyu askari alikuwa katika mambo ya usafiri alikuwa wa mitumbwi, alikuwa shupavu kabisa. Akasema huyu bwana baadaye akasema ni vizuri huyu alienda nasi, kama ni sisi wenyewe labda hatungeweza, tungekufa kwa maji. Na umeona Mungu kwanza amemtayarisha, na wakati aliona hana tumaini,
Sasa basi tunaambiwa kuna kusudi, na Mungu ana kusudi na maisha yetu. Na akiwa kuna kusudi na maisha yetu, tunakutana na mambo tofauti tofauti, lakini tunaambiwa katika hayo yote Mungu anatenda mema. Kwa sababu sisi tunaambiwa ya kwamba Mungu alitujua kwanza. Hatukuokoka tu hivyo bure. Mungu alipomtuma mwanae Yesu Kristo, alijua kuna wale watamkubali. Lakini hakusema ati nimeumba Robinson, huyo si wa kunikubali, na ni fulani wameumbwa. Hapana, ni uamuzi wa Mungu. Kwa hivyo anajua kuna wale, si watu binafsi anajua fulani ataenda mbinguni, huyo ataniamini. Hapana, kila hatua tunafanya inahesabika. Si ndio watu tunaambiwa ya kwamba watasikia injili na waiamini na wawe mpaka wahubiri. Na wakataliwe siku ya mwisho, kwa sababu yule Yesu Kristo akiwa katika kiti chake cha kuhukumu atasema mimi siwajui. Sasa ndio tunaambiwa ya kwamba sisi kusudi la Mungu katika maisha yetu ni hiyo mstari wa 29, ndio nikasema ni mambo mazito ya kwamba Mungu alikusudia tufananishwe na mwana wake Yesu Kristo. Na tukifananishwa na mwana wake Yesu Kristo, basi tumefikia mahali tunapaswa kufikia. Hakuna mahali zaidi ya hapo. Kwa sababu huyo ni yeye wakati huu ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba akitutetea. Na ndio tunaambiwa ya kwamba hata wakati huu si tunaambiwa yuko katika kiti cha enzi akitutetea sisi. Na tukifanana na yeye na tutoke hapa duniani, tumehakikishiwa tutakuwa pamoja naye, kwa sababu hilo ndilo kusudi. Ndio huo mstari nimesema, Yohana 3:16. Bwana na Mwokozi wetu Kristo akasema alikuja ili yeyote ina maana yeyote, si ndio? Hakuna ubaguzi, uamuzi ni wa mtu. Kuamini, na tukiamini tumehakikishiwa tutakuwa pamoja naye. Na tukiamini tuko pamoja naye, hakuna kitu cha kutuzuia. Na yote ambayo tunapitia, hata yawe magumu, yawe mabaya, yawe na mazito, tunaambiwa yote yanafanya kazi kwa mema yetu, yanatusaidia katika safari, na baadaye tutaona mahali tumefikishwa na yale ambayo tumepitia. Amen. Yohana 17:16 mpaka 17 inasema hivi: wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Ni maombi ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo akiombea wafuasi wake. Na mahali pengine akasema siwaombei hawa tu niko nao, lakini wote ambao wataamini hili neno. Ya kwamba sasa tunaambiwa sisi si wa ulimwengu. Kama vile hata Yesu Kristo hapo ulimwengu alikuja kutuokoa. Yaani ya kwamba watakase kwa ile kweli. Kutakaswa, sijui kama mnaelewa maana kamili ya kutakaswa, ni kutengwa. Kutengwa kwa kusudi maalum, huko ndiko kutakaswa. Sisi tumetakaswa kwa neno la Mungu, kwa sababu hilo neno ndilo linatuonyesha mapenzi ya Mungu. Na tunaambiwa kwamba neno lake ni kweli. Tunaenenda katika ukweli na kweli ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Jambo la 4, takatifu. Ni 31 mpaka 36. Takatifu hapa tunaongea usafi, si ndio? Kitu cha thamani, kitu kitakatifu ni kitu safi, si ndio? Sasa ndio hapa tunaambiwa. Hebu tusome 31:2-3. 31:2-3. Bali Israeli wakiifuata sheria ya haki hawakuifikiria ile sheria. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawakuifuata kwa njia ya imani, bali kana kwamba kwa njia ya matendo
aliandikwa juu ya jiwe lile likwazalo, kama ilivyoandikwa, tazama naweka katika Sayuni jiwe likwazalo, na kwamba augusao, na kila amwaminie hatatahayarika. Kutahayarika ni kufanya nini? Hatatahayarika. 31 inasema nini? 31. Hebu angalia, naona ni kama umekosea mlango. Oh. Umekosea. Nimeenda bali. Nimeona hivi. Ilikuwa rudia tu hapo 31 kuanzia mstari wa 31. Hapa basi tuseme. Basi hiyo hapo. Hapa basi tuseme nini? Nilikuwa nimepita. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwashiria mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili Yesu sisi sote. Atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakaye washitaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Ndio, ati sasa tunaambiwa utakatifu ya kwamba sisi kwa kumwamini Bwana Mwokozi Yesu Kristo na kumruhusu tumehesabiwa kuwa watakatifu. Na mara kwa mara tutasikia wakiitwa wateule. Ni watu wametengwa, wameteuliwa na Mungu kwa kusudi lake. Na ndio tunaambiwa ya kwamba basi kama Mungu ni yeye ametuhesabia hapa, tumesoma utakatifu, ametuhesabu kuwa haki, nani ataenda kutushtaki? Na kule tungeenda kushtakiwa ni kwa Mungu. Ni kama kesi imesikizwa na tumeambiwa hatuna makosa. Tumesema wiki iliyopita ya kwamba hatuna lawama. Tumeondolewa kutolaumiwa, tumeondolewa lawama. Ndio tulisema wiki iliyopita. Tumeondolewa lawama. Na kama basi tumeondolewa lawama, alafu mtu aende tena kushtaki, huyu mtu aliiba. Aliiba nini? Na anaenda kwa ule si hata mtu gani aliiba? Si hiyo kesi yake ilikwisha. Hiyo ndio tunaambiwa kwamba sasa sisi tumekuwa wateule wa Bwana Mungu. Mungu anatuhesabu sisi kuwa watakatifu wake. Na kama sisi ni watakatifu wake, basi atatulinda kabisa, kwa sababu ni ametuhesabu kuwa haki. Atahakikisha tumekaa tukiwa haki hivyo kwake, kwa sababu sasa tumekuwa mali yake. Sisi ndio hao kondoo wa kulishwa na Yesu Kristo. Na ndio hapo tunaambiwa basi kama kuna mtu atajaye kutushtaki, ni nani huyo basi ataweza kuja kutushtaki na kututenganisha na Bwana Mungu? Na huyu Bwana Mungu ni yeye ametuweka haki. Basi tunaambiwa nini? Tunaambiwa kwamba Bwana Mungu hakumwacha Yesu Kristo na hakumsalimia, lakini alimsalimisha, hakumkataa na mwanae Yesu Kristo, lakini alimruhusu aje, akamsalimisha kwa ulimwengu, apitie mambo ya ulimwengu ndio aokoe walimwengu wote. Na ndio narudi tena hapo Yohana 3:16 inasema ya kwamba yeyote atakaye muamini asiangamie, asipotee, bali apate uzima wa milele. Basi sisi tumelindwa na tuko salama, kwa sababu kama ni mambo ya dhambi, yule anatuhesabu ya haki ni Bwana Mungu mwenyewe. Kwa hivyo hakuna wa kutushtaki. Sisi ni wateule wake. Sisi
ni wale anapenda sana mali yake. Sisi tuwa dhamani kubwa kwake, kwa sababu mwanaye alikuja na akatulipia kwa damu yake. Sasa kwa hivyo sisi tuko salama, sisi tumelindwa, sisi tuko karibu sana na yeye Bwana Mungu. Kwa hivyo hakuna ambaye anaweza kuja na kututoa hapa. Hakuna yeyote ambaye anaweza kutuzuia kufika mahali ambapo Mungu anaweza kufika. Lakini kutukumbuke, unaposema hakuna, ukweli ni ya kwamba kuna mmoja anaweza, na ule anaweza kunizuia mimi kufika mahali napaswa kufika ni mimi mwenyewe. Lakini usalama wote nimepewa. Si marais wanapewa usalama wa hali ya juu. Si ndio? Kabisa. Hata huwezi kumkaribia, si ndio? Unaona kama rais wa Marekani, kabla ya kufike huku, walinzi wake anafika kama mwezi kabla. Kama ataishi hiyo hoteli inaitwa Kahumbu, wanaichukua Kahumbu, anakaa mwezi mzima. Wanaichunguza na hakuna, na wanalipa huo mwezi. Ndio wanahakikisha hakuna kitu, wanaikagua kabisa kama ndipo ataishi. Lakini je, akiamua yeye mwenyewe kujinyonga watamzuia? Rais si atajibasi hivyo? Ndivyo nimetoa huo mfano. Rais hawezi mkamlinda, kwa wamesema hata tutalinda rais kutokana na yeye mwenyewe. Akitaka kufanya kitu anakatazwa, wanasema hiyo hatutafanya. Anaweza kusema anataka kufanya kwenda, anaambiwa hutaenda, na wanakataa kwa sababu anasema usalama wako hauko. Lakini ukweli ni ya kwamba rais mwenyewe ama huyo amelindwa vile amelindwa, hakuna mtu anaweza kumlinda kutokana na yeye mwenyewe. Akitaka kujidhuru mwenyewe atajidhuru. Lakini nje ya sisi hakuna chochote ambacho kimetuzuia. Ni sisi wenyewe ambao tutaweza kujizuia. Luka 22:33 inasema hivi: lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Maneno hayo tunajua ni ya nani? Hamjui? Maneno ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo akizungumza na Simeoni. Kwa sababu Simeoni yeye alimwambia wewe utanikana. Sasa siwezi, hata wengine wakuache, sitakuacha. Si anajua mtu na udhaifu ambao unakuja. Hata alikuwa ameona kwamba huyu atamkana, si ndio? Ndio akamwambia nimekuombea ili imani yako, hata ukinikana lakini imani yako isitindike. Bado ushikilie imani. Maana gani? Hata wakati tunakosea, wakati wengine tunatenda dhambi, imani yetu tushikilie, kwa sababu hiyo imani itaturudisha kwa Bwana. Tutapata msamaha na tutakuwa wa kuimarisha wengine ambao pia wanapitia mambo. Hakuna mtu apitii mambo. Hakuna mtu ambaye apitii majaribu. Hakuna mtu ambaye hapigani na dhambi. Wote tunapigana. Lakini tunaambiwa Yesu anatuombea mbele za Mungu. Roho anatuombea. Akiona yale tunapitia na wao tuombea hizo nguvu maalum tunapata ili imani yetu, tunaambiwa tumaini, imani yetu isitindike. Kwa sababu imani ikitindika, Bwana mmoja akasema tukipoteza tumaini tumepoteza vyote. Basi tukaze imani tukijua tumehakikishiwa tuko na Mungu. Ya mwisho kuna neno hapo liko 37 mpaka 39. Na neno ambalo tunaangalia linaitwa kutotenganishwa. Kutotenganishwa ama kutoachanishwa.
Nikaa vile mnasema nini? Iko nake na mkungu haziachani, si ndio? Ukiona mali iko ukitoa mkungu hiyo kiasi kikuu hakina nini, si ndio? Hakina kwa kujishikilia. Naye tena ukitoa naye hiyo nini, ukitoa kiasi kikuu, mkungu ina faida gani isipokuwa kuweka senyenge? Kuna kitu inaliwa? Basi hivyo ndivyo sisi tuko. Sisi na Bwana Mungu tumeshikana hivyo kama kiasi kikuu, na huo mti mnaita mkongogo, sijui unaitwaje kwa Kiswahili. Mahali umeweka unapandwa hapo. Na hicho kiasi kikuu kinajua kitaenda kijishikilie, kipate chakula, kipate jua, kiendelee kukua huko chini ya ardhi. Hebu tusomee hiyo mistari ya 27 na 8 na 9. Tunaambiwa aje? Lakini katika mambo hayo yote tuna shida, na zaidi ya kushida, kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala waliopo, wala yatakayokuwapo, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kinginecho chote hakitaweza kututega na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Sasa tumeambiwa kutokutenganishwa. Ndio nikasema ni sisi tu tunaweza kujitenganisha. Kwa sababu tumeambiwa sisi ni zaidi ya washindi. Sisi tumeambiwa hapo, inasema sisi ni washindi. Si ni vizuri kuwa mshindi? Tena tunaambiwa zaidi ya washindi. Tuwashindi na zaidi ya washindi. Kwa nini? Kwa sababu tuko na Bwana Mungu wetu. Tunaambiwa kuna yule ushindi tunapata si kwetu wenyewe. Mimi niseme niko na ushindi, hapana. Ni katika huyo aliyetupenda. Yaani alitupenda kiasi akatufia, na ametupenda kiasi atakuwa na sisi kila hatua katika maisha, akitusaidia, akitutia nguvu, akitutia moyo, akituambia tuendelee. Tuko naye, hatuachi. Ndio tunaambiwa sio mauti, kwa sababu tukikufa, Paulo alisema mimi nikikufa ni nini? Ni faida. Sababu nikikufa najikuta wapi? Mbele za Bwana Mungu. Nitakuwa mbele za Bwana Mungu nikikufa. Akasema si uzima. Uzima huu tuko na yeye. Na yeye alishinda uzima huu, si ndio? Aliishi, akafa, akafufuka. Akasema hata mauti nimeshinda mauti. Kwa hivyo si mauti na si uzima. Uzima aliupitia. Anasema si malaika. Na hapa tukiongea malaika, tujue kuna malaika wale wabaya, si malaika wa Mungu. Hata malaika wa Mungu hawezi kututoa. Malaika hizi akakuja akufanye utoke kuokoka. Yeye anafanya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Na pia kuna malaika wabaya wale ututembelea na kutusingizia maneno. Hata hao hatuwezi, kwa sababu tumelindwa. Sio watawala, sio wenye nguvu, sio vilivyopo. Kwa sababu kuna mambo tunapitia, na unakuta mtu aliacha imani kwa sababu ya yale alipitia. Labda ni mwanamke aliteswa na mume wake, akateswa, akaachana na Yesu, akasema haya maisha hayafai. Na pia kinyume cha hicho hutokea. Mwanamke anatesa mwanaume, anamtesa mpaka huyu mtu anasema hii wacha, sitaki tena, acha nikae vile nilikuwa. Hayo ndio tunaambiwa aliyopo.
na pia kuna yale yatakayokuja, kwa sababu si yale yaliyopo kabla yalikuwa yatakuja, si ndio? Kile tuliogopa jana tunakipata leo, si ndio? Tukikishinda kuna kingine kinatungoja kesho, si ndio? Kwa hivyo tunaambiwa maisha yasitusumbue, yanakuja na tunapitia. Ni sisi tunapitia. Tunaambiwa si urefu wala kina, ati mambo ya juu sana ama ya chini sana, ati mambo tukutane na mambo ya mazito sana ya hatuwezi kuyapitia, ama mengine yako na kina hatuwezi kufika huko chini. Hapana. Tunaambiwa wacha kiumbe. Hakuna kiumbe chochote kinaweza kutuzuia. Tunaambiwa hata vikija vyote pamoja, kija kikiwa kimoja ama vije vyote pamoja, haziwezi kutuzuia. Kwa nini? Kwa sababu hakiwezi kututenganisha na upendo wa Bwana Mungu ulio katika Yesu Kristo Bwana wetu. Upendo wa Mungu uko katika Yesu Kristo Bwana wetu. Tukiwa na Yesu Kristo Bwana wetu, hakuna cha kututenganisha na upendo wa Mungu. Ni sisi tu tunaweza. Tujue adui mkubwa wetu ni nani? Ni sisi wenyewe. Adui si mume wako, si mke wako, si rafiki fulani wako, hapana, si mtu fulani. Huyo si adui wako. Kile adui wangu mkubwa ni mimi. Na rafiki na msaidizi wangu mkubwa ni mimi. Na niko na Yesu. Kwa hivyo nikae kwa Yesu, na Yesu tukua pamoja naye, mimi nitamfuata mpaka dakika ya mwisho. Tutakuwa na yeye mwaminifu, hata niwezesha. Amen. Yohana 17:12 inasema hivi. Nilipokuwapo pamoja nao. Na akisema nilipokuwapo, alikuwa tayari bado yuko, alikuwa hajakufa. Lakini aliangalia maisha yake ile amekuwa na wanafunzi wake, na vile yale wamepitia, na vile wamewafanyia kazi, na vile wamemwamini, na vile wamepelekana vizuri. Ndio anasema nilipokuwa pamoja nao, kwa sababu alijua hivi karibuni anaondoka. Akiangalia miaka 3 na nusu alikuwa nao, anasema hivi. Mimi naliwalinda kwa jina lako ulionipa. Kwa jina la Mungu aliwalinda. Yesu anasema kwa jina la Mungu aliwalinda wanafunzi wake. Ulionipa nikawatunza, wala hapana mmoja wapo wao aliyepotea. Hakuna alipotea, wale ambao walimfuata. Nasema ila yule mwana upotevu, ili andiko litimie. Mwana wa upotevu. Wana upotevu wako. Si hata sisi wadani tulikuwa wana upotevu. Lakini tukatoka hapo, tukashikana na Yesu, na hatukurudi tena kuwa wana wa upotevu. Kwa hivyo tumeambiwa hatuzuiliki na tusikubali kuzuiliwa na jambo lolote. Amen. Amen. Tafakari ni 8:18 inasema, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Bwana Mungu, wana wa Bwana Mungu. Hatutasema tu sisi ni wana wa Bwana Mungu, tukubali kuongozwa. Asipotuongoza tumetoka. Hatuko tena, tuhesabiwi wana wa Mungu. Na ndio sababu Bwana Mwokozi wetu Yesu akisema siku ya kiyama kuna mtu atasema nilihubiri jina lako, nilifukuza pepo kwa jina lako. Aseme mimi sikujui, kwa sababu sikuwa na kuongoza. Huku niruhusu niongoze, nikuongoze. Huku niruhusu twende pamoja katika utaratibu wangu. Wazo kuu Warumi 8:24, kwa maana tuliokolewa kwa taraja, lakini kitu kilichotarajiwa kikionekana hakuna taraja tena. Kwa maana ni nani atakaye tarajia kile akionacho? Sasa si mimi niwaambia nimekuwa Kampala. Na kuna wakati nilitamani kufika Kampala nione Kampala. Sasa mimi sina taraji hiyo la kuona Kampala, kwa sababu tayari labda China ndio sijafika. Kwa hivyo
naweza nikatarajia kuona China, nione mto fulani nilisoma, sijui inaitwa sijui Yangtze Kiang mimi kuliyosoma hiyo mito. Sasa hiyo nitaraja kitu sijaona, lakini kile nimeona sitarajii. Basi bado hatujafika mbinguni. Kweli? Ama kuna yote ambaye kufika mbinguni akakaa ule wimbo tunayomba ukaona ile ule mto Mashiko, si unaimba tu. Lakini hakuna ameenda akaona huo mti akauma hiyo tunda la, tunasema hiyo tunda tutakuwa tukila la uzima. Hakuna mtu amefika hapo. Tunatarajia. Na sala ni hili. Basi tuseme nini juu ya hayo? Bwana Mungu akiwepo upande wetu, nani aliye juu yetu? Katika yale yote tunapitia, tunaomba Mungu ni nani huyo? Yaani tunakataa kitu kingine, mtu mwingine aje juu yetu, kwa sababu Mungu yuko upande wetu. Amen. Yehova Bwana Mungu wetu wabariki sana. Amen.